Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Biblia inasema kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila muumini asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa leo natamani discuss kidogo neno asipotee. Nitakupatia maana tatu za neno asipotee. Maana ya kwanza, asipotee maana yake awe na uelekeo sahihi, ajue anakoelekea. Maana yake kwa kawaida kuwa na uelekeo sahihi maana yake ni kufikiria sahihi, kuwa na fikra sawa. Kufikiria sawa maana yake ni kuwa na nia iliyo sahihi ambayo Kristo ametuumba nayo. Kitabu cha Efeso 4:17 inasema, basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo, anasema katika ubatili wa nia zao. Kwa hiyo mtu ambaye hajampokea Kristo, mtu ambaye hajamwamini Yesu, maana yake nia yake inakuwa ni batili, nia yake inakuwa haimpendezi Kristo, nia yake ya anakoelekea inakuwa sio sahihi. Kwa hiyo Kristo alipokuja tusipotee, maana yake ni tuwe na nia sahihi, tuwe na uelekeo sahihi, tuwe na mawazo sahihi, tunapofikiri tufikiri sahihi. Efeso sura ya 5 mstari wa 15 anasema, basi angalieni mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana siku hizi ni za uovu. Kwa hiyo nia ya Kristo ni sisi kuwa na nia sahihi kama alionayo, ni kuwa na uelekeo sahihi, ni kuwa na namna sahihi ya kufanya mambo, kufikiri na mambo mengine kama hayo. Jambo la pili, tusipotee ni ili tuwe watakatifu. Tuwe watakatifu. Biblia inasema kitabu cha Efeso 2:10, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa hiyo sisi tumeumbwa tangu awali ili tuwe watakatifu, ili tuende katika utakatifu. Na tunasema utakatifu maana yake ni kuyafanya mapenzi ya Mungu. Maana yake ni kuishi kama Kristo alivyoishi hapa duniani. Ni kuishi kwa kufuata nini Kristo anataka tufanye. Kwa hiyo aliupenda ulimwengu watu wasipotee. Cha kwanza ni tusipotee kwa maana ya kuwa na nia ambayo sio sahihi, maana yake kuwa na uelekeo ambao sio sahihi, lakini pia kitu cha pili ni ili tuweze kuishi maisha matakatifu. Kitu cha tatu na cha mwisho ili mtu asipotee ni kutokuwa ni kutokuishi bila kuwa na kusudi la Mungu. Maana yake mtu ambaye anaishi hana kusudi la Mungu, hajui kusudi la Mungu ni lipi, huyu mtu automatic anapotea. Kwa Kristo alipokuja alidondosha kitu kinachoitwa kusudi la kuwepo kwetu duniani. Biblia inasema kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa 4, kwa maana kila kitu alichokiumba Mungu alikiumba kwa kusudi. Anasema naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kwa hiyo kila kitu ambacho kiko duniani kimewekwa kwa makusudi maalum, kwa malengo maalum. Kwa hiyo kama hujui nia yako ya kuishi duniani, haujui lengo lako la kuwepo duniani, maana yake wewe umepotea. Ndio maana Biblia inasema kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 17, anasema ninyi msio wapumbavu, bali mjue ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2 anasema kwamba msienende kama taifa, bali ninyi mfanye upya kugeuza nia zenu, huku mkiajua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yaliyo makamilifu na ya kumpendeza. Kwa hiyo ili uweze kukaa kwenye eneo la kutokupotea, lazima cha kwanza uwe na nia sahihi, uwe na uelekeo sahihi. 2, uwe mtakatifu. 3, ujue kusudi la kuwepo kwako duniani. Kwa hiyo tukirudia kwenye andiko la, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mwaminie awe na nia sahihi, ili kila mwaminie awe mtakatifu, ili kila mwaminie alijue kusudi la kuwepo kwako duniani, ili asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu akubariki sana. Amen.